Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Vyombo vya habari na makundi yenye misimamo mikali ya kisiasa nchini Iran vinaendelea kuiwasilisha mlango bahari wa Hormuz si tu kama njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta, bali pia kama njia ya kimkakati ya mawasiliano ya intaneti. Kulingana na vyombo hivyo vya habari, uwezo wa Iran kutoa shinikizo ipo chini ya bahari kupitia nyaya za kimataifa za intaneti zinazopita chini ya bahari. Mjadala wa kuharibu nyaya hizo za intaneti umeibuka wakati mzozo kati ya Iran na Marekani unazidi kutokota baada ya Marekani kuweka kizuizi cha kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz. Kulingana na mtazamo wao, Iran inaweza kuweka udhibiti kwa nyaya hizo za baharini zinazopita eneo hilo. Ingawa hatua kama hiyo inaweza kukabiliwa na vikwazo vingi vya kisheria na kiufundi, mjadala huu unaonyesha juhudi za Iran za kupanua mbinu zake za kujilinda kwa njia zisizo za kawaida, hata kama itaharibu miundombinu nyeti za intaneti. Kwa miongo kadhaa, mlango bahari wa Hormuz umehusishwa zaidi na meli za mafuta au nishati, kwani takriban 20% ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia baharini duniani hupita katika njia hiyo nyembamba. Shirika la habari la Fars News Agency ambalo lina uhusiano wa karibu na jeshi la Islamic Revolutionary Guard Corps, katika ripoti iliyochapishwa mwezi Mei tarehe 8, ilitoa wazo la kutumia nyaya za intaneti zilizopo chini ya bahari kama silaha na chombo cha shinikizo katika kumaliza mzozo huo. Nyaya hizo husafirisha mawasiliano ya kimataifa pamoja na data za kifedha kati ya bara la Ulaya, Mashariki ya Kati na bara la Asia. Kulingana na shirika Tata Communication, kampuni inayofuatilia miundombinu ya mawasiliano duniani, mifumo mikubwa ya nyaya za mawasiliano kama Falcon, JBI na TGN Gulf hupitia katika mlango bahari wa Hormuz na kuwezesha usafirishaji wa data kati ya Ghuba ya Uajemi, Ulaya na bara la Asia. Mfumo wa TGN Gulf pekee unaunganisha Oman, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain na Saudi Arabia kwenye mtandao mpana wa mawasiliano ya kimataifa. Shirika la habari la Fars News Agency pia lilisisitiza kuwa kampuni kubwa ya teknolojia kama Google, Meta na Microsoft zinatumia nyaya hizo zaidi kuliko hapo awali. Kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, mifumo ya kifedha kama Swift pia hutegemea nyaya hizo za bahari. Ripoti hiyo ya Fars inasema, ikiwa mafuta yalikuwa yanaendesha dunia katika karne ya 20, basi data ndiyo mafuta ya karne ya 21, ikisisitiza kuwa sasa Iran ina ushawishi wa kijiografia kuliko mataifa yote mawili yanayozozana nayo. Ashreq News, shirika nyingine ya habari yenye ukaribu na jeshi la IRGC, pia imeeleza mtazamo kama huo kwa kutumia nyaya za chini ya bahari kama silaha ya Iran ambayo inaweza kuiangusha Marekani na washirika wake. Mjadala huu wa nyaya za bahari unajiri wakati ambapo maafisa wa Iran wamekuwa wakitoa onyo mara kwa mara kwamba Iran inahariri upya sera yake ya usalama wa kikanda baada ya kuzishutumu nchi za Ghuba kwa kuunga mkono operesheni za kijeshi za Marekani. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.